Shalom, shalom student. Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu. Shule yetu ya Biblia inaitwa Rabuni School of Ministry. Na leo tuko namalizia somo yetu tunaojifunza kuhusu ecclesiology kwa English, kwa Kifaransa Eglise, na kwa Kiswahili kanisa. Na tumesema somo yetu hii tumeigawa katika njia sehemu 4 kubwa. Sehemu ya kwanza tuliongelea maana ya kanisa. Sehemu ya pili tunaongelea msingi wa kanisa, na sehemu ya tatu tuliongelea jinsi ya kuendesha kanisa, na sehemu ya mwisho tunaongea kuhusu jinsi ya kupanua kanisa. Na leo ni siku yetu ya mwisho ya somo hii. Tunataka kuingia somo ingine ya mwisho kabla ya kugraduate mwezi wa 4. Na kwa ufupi tu tulisema kanisa ni watu wameitwa kutoka duniani. Mungu alitaka kuwa na familia, na hiyo familia ya kwanza akaiweka kwa bustani ya Edeni, lakini shetani akaja kuingilia, akaweza kupotosha hiyo familia ya kwanza. Na baada ya kuipotosha, mbingu ilikuwa inafanya kila njia na kila mbinu wapate familia tena. Walituma manabii ikuwezekana, mpaka ikabidi wamtume Yesu Kristo. Na Yesu alipokuja ndio tena familia ya kiroho ikaanza. Kwa mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu, Mungu anataka kuwa na familia. Na hii familia ndio siku ya mwisho tutakaa naye milele kwa milele. Sasa tukaongelea kuhusu msingi ya kanisa, vile kanisa inaanzishwa. Na tutaenda kusoma andiko ya tukasema kisha vile tukaonesha vile kanisa inaanzishwa. Kanisa inaanza kwa kuhubiri mtu mmoja baada ya mwingine. Na tukaongelea vile kanisa inaendeshwa. Na tukaongelea sasa kuhusu kupanua kanisa. Tukasema kusudi kanisa ipanuke, tuliongea katika Yohana 15. Yesu akasema yeye ni mti. Akasema mbeba maono yeye ni mti. Na tukasema mti haiwezi kuzaa matunda, lakini kazi ya mti ni kuweza kuzaa matawi, na ni matawi inazaa kanisa. Na Yesu alikuja na maono kwa ajili ya kuokoa dunia nzima, lakini kusudi dunia iokolewe ilibidi Yesu azae kwanza matawi. Na tukasema akapata wanafunzi 120. Na kupitia matawi ndio kanisa, matawi ikaweza kuzaa matunda, mitume na wanafunzi wake wakaenda dunia nzima, na sisi wote neno ya Mungu ikatufikia. Nitapenda tusome leo andiko ya mwisho. Sasa nikakwambia kanisa ina matawi 24, lakini napenda kufanya tu summary. Tusome neno ya mwisho leo kusudi tuweze kumalizia somo ya kanisa. Basi tutasoma katika Yohana sura yake ya 3 mstari wake wa 1 mpaka wa 3 wa 4. Biblia inasema, John chapter 3 verse 1 to 3. Jean chapitre 3 verset 1 jusqu'à 3. Yohana sura yake ya 3 mstari wake wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema, basi palipokuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyao wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akamjibu akamwambia, amini amini ninakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amen. Tumetoka kusoma katika kitabu ya Yohana Mtakatifu, na mahali tumetoka kusoma Yesu akiwa anafanya kazi ya Mungu. Ile alikuja na maono yake kwa ajili ya kuokoa dunia nzima. Na katika kuokoa dunia nzima alikuwa anatembea mjini
na vijijini, na alikuwa anaingia ndani ya hekalu na sinagogi, na watu walipokuwa wanamsikiliza vile anafundisha neno ya Mungu na vile miujiza na ishara inafanyika, wakaona ni mtu tofauti. Lakini nijaribu kazie kidogo, na tutajua watu wako kwa maneno ya Mungu wakati watu wanafundishwa neno ya Mungu. Na kanisa yote au mtu yote anaweza kusema anafanya kazi ya Mungu, lakini akipinga kufundishwa kwa neno ya Mungu, jua huyo mtu afanye kazi ya Mungu, kwa sababu tunamuona Mungu. Mungu ni spirit, Mungu ni roho, na roho ana sifa tatu. Roho haonekani, roho hana mwili, roho hana damu, hana mifupa. Na ndio maana Mungu katika jina zake 32, jina lake la kwanza kubwa kupita yote, Yohana 1:1, Biblia inasema mwanzo alikuwa neno. Na sio kwamba mwanzo alikuwa Mungu, ni mwanzo alikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu na neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo tunamuona Mungu kupitia neno yake. Na dhehebu yoyote, mtumishi wowote, mahali popote watu wataanza kukataa kusikiliza neno ya Mungu, kupinga neno ya Mungu, basi jua mahali pale hakuna Mungu, kwa sababu tunamuona Mungu kupitia neno lake. Na Biblia inasema Mungu iko nyuma ya neno yake. Tunajua mtu ni mtumishi wa Mungu, tunajua kanisa ni ya Mungu, mahali wanafundisha neno ya Mungu kwa ukweli na kwa usahihi. Sasa Biblia inasema Nikodemu hakuwa mshirika wa kawaida. Nikodemu alikuwa, wakati Yesu alikuwa anafanya kazi ya Mungu, kulikuwa madhehebu 3 kubwa, lakini haya madhehebu yote ilikuwa inaamini Mungu kutokana na kitabu ya sheria ile Mungu alimpatia Musa, sheria 613. Kulikuwa dhehebu ya Mafarisayo, kulikuwa dhehebu ya Masadukayo, na kulikuwa dhehebu ya dini ya Wayahudi. Hasa mtu kwa jina yake Nikodemu. Nikodemu alikuwa na sifa 3. Sifa ya kwanza, alikuwa Mfarisayo, kwa dhehebu ya Kifarisayo. Dhehebu ya Mafarisayo walikuwa naamini kuna malaika. Dhehebu ya Mafarisayo walikuwa naamini kuna ufufuko, tofauti ya wenzao wa Masadukayo. Sifa ya pili ya Nikodemu, Nikodemu alikuwa mwalimu ndani ya hekalu, dokta, mtu anaofahamu zaidi kwa maneno ya Mungu. Kwa hiyo alikuwa anafundisha sheria 613. Namba 3, Nikodemu alikuwa mmoja tu, kwa sababu hekalu zamani ilikuwa kama msikiti. Ilikuwa na kitengo ya kiroho na ilikuwa na kitengo ya mahakama. Walikuwa na shtaki watu, wanafunga watu. Na Nikodemu alikuwa mmoja wa waamuzi katika kitengo ya mahakama ya hekalu, na alikuwa profesa wa chuo ya Biblia. Na baada ya Nikodemu kumsikiliza Yesu mara 1, mara 2, mara 3 akifundisha, tunamjua mtu iko mtu wa Mungu kulingana na vile iko nafundisha neno ya Mungu, na tunamjua mtu haiko mtu wa Mungu kulingana na vile anaongea au anafundisha kinyume na neno ya Mungu. Sasa Biblia inasema Nikodemu, kutokana na hii sifa zote, hakuhitaji kumwendea Yesu mchana. Ingekuwa aibu, kwa sababu yeye ndio profesa wa chuo, yeye ni askofu, ana vyeo mingi kanisani. Lakini hata ana vyeo mingi kanisani, lakini si mwana wa Mungu, ni mtu wa dini. Na kuna watu wana vyeo kubwa makanisani kwa madhehebu zao, na tena watu katika kizazi yetu, watu wanapenda vyeo sana, watu wanapenda ukubwa sana. Lakini mimi navutiwa na watu wanapenda kazi kuliko watu wanaopenda ukubwa. Biblia inasema akamwendea Yesu. Kwa nini amemwendea Yesu usiku? Kwa sababu Yesu amezaliwa kwa familia maskini. Yesu hajaenda primary school, Yesu hajaenda secondary school,
Yesu hajaenda university. Sasa itakuwa aibu mtu amesoma ende kumuuliza mtu maswali asijasoma. Itakuwa aibu mtu yuko tajiri ende kwa mtu maskini kupata maarifa kutoka kwake. Lakini wakaona huyu mtu mwenye hakusoma, wakaona huyu mtu ametokea familia maskini, wakaona huyu mtu ametokea kijijini, lakini anakuja na kazi na kuinuka, wakashangaa. Lakini huyu msomi alipomchunguza akagundua vitu mbili. Akaona kwanza, number 1, anafundisha vizuri. Number 2, akaona miujiza inafanyika. Ndio akamwendea usiku akamwambia, najua wewe ni mwalimu. Unajua, kwa sababu ilikuwa usiku, ingekuwa mchana wangempeleka Nikodemu mahakamani, kwa sababu amempatia Yesu cheo ukuu yenye haja. So kwa kuwa mwalimu lazima uwe umesoma. Lakini Nikodemu hakuishia pale, kwa sababu kumuona primary school, hakuna shule alimuona. Akamwambia, najua wewe ni mwalimu kutoka Mungu, rabi, rabu, mwalimu, gramet, mwalimu mkuu. Wewe ni mwalimu kutoka Mungu, kwa sababu kwa chuo yetu ya Biblia hatuja kuona. Kuna walimu kutokana na shule, kuna walimu kutoka Mungu. Hasa akasema wewe ni mwalimu kutoka Mungu. Okay? Revelation, mafundisho ya Yesu ilikuwa mafundisho iliyo na mafunuo, si ya kawaida ya kiduniani, lakini mafunuo ya kimbingu. Na kanisa inahitaji sana kuwa na walimu kutoka Mungu, watu wanaofahamu wa ziada kwa maneno ya Mungu, wakiwa nafunuliwa na nani? Na Mungu. Anambia, kwa sababu mambo uko nayafanya, jinsi uko nayafundisha, ishara zile ziko nafanyika kwa mikono yako. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, bubu wanaongea, wafu wanafufuka. Sasa hauwezi kuifanya kama Mungu hayuko pamoja na wewe. Na Yesu akamwambia Nikodemu, hata kama tunashukuru kwa wewe kutambua kwamba mimi niko na Mungu, kwa sababu sijaingia kwa shule yenu, sijapitia zehebu yenu, sijapitia madarasa lenu, lakini umeangalia na kuchunguza na kugundua kweli kazi niko nayofanya, mafundisho niko nayafundisha, miujiza iko nafanyika kupitia mimi, imetoka Mungu. Na kwa sababu sisi umegundua mimi niko na Mungu, nilitaka kushauri kitu moja, kwa sababu nimeona number 1, umekuja kunitafuta usiku, kwa hiyo una shauku, unataka kujua. Number 2, haukutaka kuangalia ukubwa wako, umekubali kushuka chini. Na hiyo ndio tatizo sana ya sisi watu wa Mungu na watumishi wa Mungu. Tumekuwa kwa maneno ya Mungu kwa siku mingi, au tunakuwa na vyeo kwa siku, vyeo kubwa, au tunakuwa na mali, au tunajulikana. Inatufanya sana si rahisi kukubali kushuka. Lakini Nikodemo alikubali kushuka, hata anafundisha chuo kikuu, hata na kanisa kubwa, hata nchi nzima inamjua. Lakini akaangalia vile Yesu anafundisha, akaangalia ile kazi Yesu anafanya, akaona kuna sababu. Na hapa Yesu hajakuwa na kanisa, iko tu na huduma cha kidogo, inatembea tembea huku na huku mjini, anafundisha huku na huku. Lakini wakina Nikodemu wana sifa kubwa, wao ndio wakuu pale kwa hekalu ya Jerusalem. Na hekalu ya Jerusalem ilikuwa na wanakwaya 4,000. Hiyo ni kwaya, haujaongelea washirika. Kwa hivyo, lakini Nikodemo akatoka juu na kwenda chini. Hiyo ni neema ya pekee. Watu wengi wa dini hawataki kukubali kushuka. Wao ni maaskofu, maarchbishop, maprofet, maaposto. Lakini Nikodemo akaona hata kama tuna vyeo vyote, namna huyu mtu iko nafundisha, it is different, ni tofauti. Miujiza na maishara iko nafanyika kwa mikono yake. Akatambua kabisa huyu mtu iko na Mungu na wao wako na zehebu. Na unaweza kuwa kwa zehebu lakini bila kuwa na Mungu. Unaweza kuwa na dini yako lakini pasipokuwa na Mungu. Nikodemo akatambua kabisa Yesu iko na Mungu, na kama alitambua iko na Mungu, akajua wao wana zehebu, wana hekalu, wana masinagogi, lakini hawana Mungu. Na Yesu akamwambia Nikodemo,
Usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Unisikilize, kuzaliwa mara ya kwanza ni baba na mama wanakaa chini, tunapata kupatikana sote, na hiyo kuzaliwa ya kwanza haitupeleke sisi mbinguni. Hiyo kuzaliwa ya kwanza haitufanye sisi kuwa kanisa. Tulikwambia kuna kanisa mbili, kanisa ya kiroho na kanisa jengo, na siku ya mwisho Yesu atakuja kuchukua kanisa jengo. Siku ya mwisho atakuja kuchukua kanisa ya kiroho, mtu mwenye amekombolewa, ameokoka, amekombolewa kwa damu ya Yesu, ndio anapata kibali ya kuingia katika ufalme wa mbingu. Sasa watu wengi wako katika makanisa jengo kubwa, ina sifa nzuri, inajulikana, ina watu wengi, lakini hawa watu wengi hawa hawako kanisa imekombolewa na damu ya Yesu. Hawako kanisa yenye wameokoka wao kama wao. Sasa kama mtu anataka kuingia katika ufalme wa Mungu, kama mtu anataka kuwa mwana wa Mungu, lazima azaliwe mara ya pili, akubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi. Wakati Adamu na Hawa walifanya dhambi, mtu wa kwanza Mungu alimuumba mtu wa kiroho, na ndio huyu mtu wa kwanza wa kiroho hakuzaliwa na baba na mama, lakini ilitengenezwa udongo na pumzi. Kwa hiyo akaekewa Roho Mtakatifu ndani yake, na huyu mtu wa kwanza alikuwa mtu wa kiroho. Adamu alikuwa mtu wa kiroho, Hawa alikuwa mtu wa kiroho, na hawa watu wa kiroho walikuwa wanaenda katika ufalme. Ndio maana Mungu every day alikuwa anaongea nao, anashuka katika bustani ya Edeni, kwa sababu ni watu wa kiroho. Lakini hao watu wa kiroho walipofanya dhambi, tunapoamua kuishi dhambi mara moja, kitu inatokea, Roho Mtakatifu anatoka ndani yetu. Na ndio maana mtu anapofanya makosa, na makosa ya Adamu na Hawa, baada ya kukosa, ni Adamu ni Hawa wote hawakutubu. Wakati Adamu na Hawa walijua tu wamefanya makosa, Mungu aliposhuka, Adamu akalaumu Hawa, Hawa akalaumu nyoka. Na kama wangetubu, neno kutubu inamaanisha mambo tatu. Wangesikitika kwa makosa walifanya, wangeungama na wangeamua kuiacha, wangekuwa tena, wangesamelewa na wangetakaswa, na tatu, wangeendelea kuwa watu wa kiroho. Lakini baada ya Adamu na Hawa kufanya dhambi, hawakutubu. Au Adamu alirushiwa lawama yote kwa Hawa, Hawa alirushiwa lawama yote kwa nyoka, na kwa hiyo wakaamua kuishi maisha ya dhambi, na matokeo yake Roho Mtakatifu akatoka ndani yao. Sasa Mungu akakuwa na plan. Ni plani gani anahitaji kufanya kusudi mwanadamu tena aokolewe, arudie mtu original, mtu wa kiroho? Lakini hao watoto, kuanzia watoto wa Adamu na Hawa, wote wanazaliwa na dhambi, ikawa dhambi ya asili, dhambi ya kuambukiza. Sasa mtu mwenye kuna dhambi hawezi kuokoa mtu mwenye kuna dhambi, na wote wakaanza kutetea dhambi. Na ukiona mtu anatetea dhambi, elewa ni mtu wa kimwili. Sisi hata tukifanya makosa hatuhitaji kutetea makosa, tunahitaji kujua tu ni makosa, na yetu ni kutengeneza na kutubu. Na ndio maana Biblia inasema, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 9, Biblia inasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe, na kweli ya Mungu si ndani yetu. Lakini kama tutatubu makosa yetu, neno kutubu ni kusikitika, na unapoona mtu anaanza kufanya dhambi asikitike, ujue tayari ametoka kuwa mtoto wa Mungu, amegeuka kuwa mtu wa Mungu. Mtoto wa Mungu anapofanya dhambi, dhambi inamkosesha amani. Biblia inahitaji asikitike, na kisha kusikitika, hatua ya pili akonfess, aungame, na kisha kuungama, hatua ya tatu aache. Sasa Mungu akaanza kutafuta nani anaweza kusaidia mtu aokoke, familia ya kiroho. Mungu anataka kuwa na familia. Kama kila nchi iko na watu wa aina yake, Marekani ina watu wa aina yake, wanafuata katiba nchi yao. Tanzania ina watu wa aina yake, wanafuata katiba nchi yao. Kongo na watu wanafuata katiba, na hivyo hivyo mbingu, ufalme wake. Walikufa
sote tukawa nazaliwa na dhambi na hatungeenda mbinguni. Na ndio kuna mafundisho mingi na fundisho, lakini si kweli na si sahihi. Wanafundisha sasa mtoto akizaliwa ni malaika, lakini kiukweli kwa Biblia hakuna mahali Biblia inasema mtoto anazaliwa ni malaika. Yesu alisema tu ufalme wa Mungu unafananishwa kama, lakini si kama watoto wadogo. Na akasema watoto wadogo ni kama malaika, lakini si malaika. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 7, Biblia inasema mume na mke wakioana, na mume akiwa mpagani, mtu asiyejua na Mungu, na mke akiwa pia mpagani, wanazaa mtoto. Huyo mtoto anazalike kumchafu, lakini kama mmoja kati yao akitakasika, ndio mtoto anazalika naye akiwa ametakasika kupitia wazazi wao. Sasa mbingu ikaandaa plan, lakini kusudi kupata mtu wa kuokoa mwenye dhambi kuwapeleka katika ufalme, ilibidi mbingu itafute plani nyingine, kwa sababu ingetafuta mwanaume wote na ingetafuta mwanamke wote kusudi mtu aokolewe, ingeshindikana, kwa sababu mwanaume wote alikuwa anazaliwa na dhambi na mwanamke wote alikuwa na dhambi. Sasa ilibidi, na ujue mtoto ni mbegu ya mwanaume, ilibidi watafute msichana bikira asiyejua mambo ya dunia, asiyefanya uzinifu, asiyefanya usharati, na Roho Mtakatifu yeye mwenyewe, kwa sababu Holy Ghost, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunasema mtakatifu ni neno inatokana na lugha ya Kiyunani inaitwa kados, na maana yake kuwa separated na dhambi na kuwekwa wafu kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo mimba ya Mariamu ilitengwa na dhambi na tendo ya ndoa ya watu wenyewe walikuwa bila Mungu, na akawekwa wafu kwa ajili ya Bwana. Sasa mtu mwenye mtakatifu ndio anaweza kuokoa watu walio wachafu, na ndio maana Yesu, mimba ya Mariamu ilikuwa kwa mfumo hii, na akatoka ndani ya tumbo ya mama yake akiwa mtakatifu, na ndio maana yeye alikuwa mtakatifu, alikuwa na roho wa Mungu, na alipozaliwa kuna roho wa Mungu, akagri kuna roho wa Mungu, na akasema roho wa Bwana iko juu yangu. Sasa Nikodemo akamfuata, ndio Yesu akamwambia kama hauwezi kuzaliwa mara ya pili, hauwezi. Nakwambia kuna watu wengi wana majina kubwa, kuna watu wengi wana madhehebu kubwa, kuna watu wengi wana mali kubwa, kuna watu wengi wana vyeo, wana sifa, lakini ni watu wana madhehebu, lakini sio watu wamezaliwa mara ya pili. Na wakati mtu hajazaliwa mara ya pili, haijalishi ukubwa wake uko kiasi gani, haijalishi ana miaka ngapi kanisani, haijalishi anajua maandiko kiasi gani, huyo mtu siku ya mwisho hawezi kuingia katika ufalme wa mbingu. Na namba 2, huyo mtu hawezi kuitwa mwana wa Mungu na hawezi kuitwa kuwa kanisa. Siku ya mwisho Yesu atakuwa kuchukua kanisa, watu wamekombolewa kwa damu ya Yesu, watu waliamua kuokoka, watu waliamua. Tunapookoka, tunapokubali kumpatia, tunapotubu, kunafanyika mambo ine mara moja. Wakati nasikia neno ya Mungu, na ndio kanisa yoyote inaanza kukataa kusikiliza neno ya Mungu, ni kanisa hatari, kwa sababu Mungu ni spirit. Tunamuona Mungu kupitia neno ya Mungu, na neno ya Mungu inapohubiriwa kuna wakati inatuchoma, kwa sababu inatuchoma kulingana na vitu tuko nafanya, lakini tunaposikia tunasikitika, tunaungama. Matokeo yake ni kwamba mambo ine inafanyika mara moja. Pointi ya kwanza, haijalishi uliua, haijalishi uliiba, haijalishi ulizini, haijalishi umefanya vituko kiasi gani, namba 1, mbingu itakusamehe. Namba 2, damu ya Yesu inakuja kuosha. Roho Mtakatifu haikuja kutuosha sisi, lakini anayekuja kutuosha sisi ni damu ya sabuni ya kiroho, ni Roho Mtakatifu. Unaposamelewa ni kama shati ilikuwa mweupe, Mungu anakusamea, lakini ilikuwa na madoadoa, ni kama mafuta ilianguka, kuna baki madoadoa. Sasa sabuni ya kiroho ndio bila tumeoshwa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inakuja kututakasa, damu ya Yesu inakuja kutusafisha, tunabaki kuwa wasafi
kama hatujawahi kufanya dhambi. Na baada ya damu ya Yesu kuja kutuosha, matokeo yake kitu ya tatu, kitu inazuia Roho Mtakatifu kuweza kuingia ndani yetu ni dhambi. Mara moja Roho Mtakatifu anakuja kuingia ndani yetu, na kisha kupokea Roho Mtakatifu, ndio Biblia inasema mbinguni wa malaika wanafurahi kwa sababu mtu mmoja ametengeneza. Tunaweza kuwa milioni kwa uwanja wa mpira, na kama hatujatubu mbinguni malaika ifurahi. Lakini tunaweza kuwa watu wawili ndani ya nyumba, na tukitubu kwa kweli, mbinguni malaika wanafanya nini? Wanafurahi. Kwa nini wanafurahi? Mtu mmoja ametolewa katika ufalme wa shetani, amepelekwa katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kanisa ni kitu kunavuna watu, kuwatoa katika kambi ya shetani na kuwapeleka katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Na ndio Yesu akamwambia Nikodemo, usipozaliwa mara ya pili. Lakini si rahisi sana. Ni rahisi mpagani kuokoka, ni rahisi mtu ajawahi kwenda kanisani kuokoka, ni rahisi Muislamu kuokoka, lakini si rahisi watu wa dini. Na walioua Yesu ni watu wa dini, kwa sababu hawakutaka kuokoka. Lakini tunashukuru kwa Nikodemo, alivua mavazi yake yote, alivua yeye ni profesa kwa chuo, alivua yeye alikuwa askofu, alivua yeye alikuwa na heshima katika kanisa la Yerusalemu, na akafanyika kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu Kristo. Sasa tunapokombolewa na damu ya Yesu, ndio tunatoka katika ufalme wa shetani wa ibilisi, tunaingia katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Na tunapokuwa sasa katika ufalme wa Mungu, tunategeuka kuwa wa nani? Watoto wa Mungu. Sasa hawa watoto sasa ndio wanaanza kupambana kutengeneza familia kubwa ya baba yao. Na tukisha kuwa watoto wa Mungu, asubuhi, mchana, jioni, usiku, tunapambana wewe na mimi, jinsi familia yetu inaweza kuwa kubwa, jinsi familia yetu inaweza kustawi, jinsi familia yetu inaweza kunawiri, jinsi familia yetu inaweza kuwa na mambo makuu katika kila jambo. Na tukasema sasa tukisha kuwa watoto, ndio tunafikiria sasa hii kazi ya Mungu, kanisa sasa ya mahali itapanuka namna gani? Na watoto wote, iwe katika ufalme wa kawaida, iwe katika ufalme wa Mungu, mtoto yote anapozaliwa anazaliwa na vipaji. Vipaji sio vitu kwamba inapatikana tu kisha kuokoka. Unapozaliwa kimwili unazaliwa na vipaji, unapozaliwa kiroho unaweza kuzaliwa na vipaji, au hiyo vipaji ya kimwili ikageuka kuwa vipaji ya nini? Ya kiroho. Na kwa nini hiyo vipaji? Hiyo vipaji nataka kusaidia kuweza kupanua na kuinua hiyo ufalme wa Mungu. Daudi alizaliwa akiwa anajua kucheza kinanda, na kulikuwa ufalme wa taifa ya Israeli iliyokuwa naongoza na Sauli. Na hii kipaji ya Daudi ilisaidia kwamba hii ufalme wa Sauli iweze kutulia, ifanye kazi kwa vizuri. Wakati wote mapepo ilikuwa inasumbua Sauli, kipaji ya Daudi ilikuwa pale baraka kwa kuweza kusimamisha kwamba ufalme wa Sauli ifanye kazi. Na hii vipaji Mungu ametupatia ndani ya Biblia. Mungu ametupatia vipaji 24, na ndio wazee 24, na ndio nakwambia kanisa ina idara 24. Kanisa inayopenda kupanuka, kanisa inayopenda kuwa kubwa, ni matawi, inazaa matunda. Sasa tuna tawi 24. Tuna tawi ya kichungaji, tuna tawi ya kiinjilisti, tuna tawi ya uimbaji, tuna tawi ya utoaji, tuna tawi ya maendeleo, tuna matawi. Idara iko 24. Sasa kila idara, kwa hiyo kila kipaji inapofanya kazi na kupewa uongozi mzuri katika hiyo idara, hiyo kazi ya Mungu inajikuta inapanuka, inasonga mbele, na kanisa ikisha kuwa kubwa inakuwa na ushawishi, inasababisha hata watu wenye wasingekufaa kuokoka waokoke. Na kanisa ikiwa ndogo haina ushawishi, lakini kanisa nzuri inaanza mtu mmoja baada ya mwingine. Yesu alikuwa anahubiri mtu mmoja baada ya mwingine, mtu mmoja baada ya mwingine, na watu walipoongezeka ndio pia wakawa wanahubiri mikutano mikubwa, na kanisa ikageuka kuwa kanisa kubwa. Kwa hivyo ningependa kusema nini leo? Napenda kumalizia hii somo hapa kwamba
tulikuwa naongelea kuhusu kanisa, na najua wewe ni mchungaji unasimamia kanisa, lakini vitu unahitaji kujua ine kubwa kwa kanisa, maana ya kanisa. Nakwambia kuna kanisa ya kiroho, ni sisi tumekombolewa na damu ya Yesu, lakini nakwambia kuna kanisa ya mahali pale tunakusanyika kwa ajili ya kanisa ya kiroho kuandaliwa na kufunzwa. Lakini namba 2 nikakwambia msingi wa kanisa, kanisa vile ilianzishwa, Yesu aliyakuhubiri mtu mmoja baada ya mwingine, na njia nzuri ya kuanzisha kanisa, kanisa inahubiri mtu mmoja baada ya mwingine. Lakini namba 3 nikakuonesha vile kanisa inaendeshwa, na namba 4 tukaongelea vile kanisa inaweza kupanuka. Basi tutasimamia leo hapo. Kwa hiyo somo tumemalizia, na tutaanza somo ingine mpya leo. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.